Naam, Swadakta mtazamaji, nikiwa katika sehemu ya pili ya Shajara, niko na mgeni kama mnavyoona kwa hivi sasa, labda aweze kujitambulisha kwa haraka haraka kupitia kamera ile, jiweze kutambulisha. Mimi naitwa Albert Kuviri, natoka Iris, Kibera, Undugu. Naam, ndio Albert mtazamaji, yuko ndani ya studio, anasema anatoka Kibra, lakini anapitia mengi, na kama mnavyoona ni kwamba ana bendeji, wanaita bendeji kubwa sana kwenye kichwa chake. Lakini kabla afikie hapo, Albert, ilikuwaje? Mwanzo na miaka mingapi? Unakaa mdogo. Kama si mdogo, mbona unacheka? Mimi kwa saa hii niko na 31. Wewe ni mdogo basi. Ilikuwaje ukapata hiyo injury? Hii kitu ulikuwa unafanya nini wakati huo? Hiyo wakati mimi nakuanga nafanya kazi ya mjengo. Na mimi ni fundi wa plaster. Sasa harakati ya kutembea kwenda kutafuta chuma ya kukata ukuta. Sababu unajua ukifanya kazi ya jua kali unaendanga na masaa. Kupita zile chuma za scaffold. Ni mwaka gani? Miaka mingapi iliyopita? Ni last year. Ni last year tu? Mwezi wa 8. Harakati ya kupita hizi chuma za scaffold. Kipati mbaya nikajikonga. Si kunigonga, mimi nilijigonga. Damu ikutoka. Damu venye ikutoka nikaona ni kitu ya kawaida tu. Si kushughulika. Pata miezi 3 kakatokea kadogo. Nikaenda mali na nyonga kwa kinyozi. Ilikuwa imetokea kakabump? Kadogo tu kamekaa kama kamsumari. Kipati mbaya ule jamaa mwenye ananinyonga akakata. Hapo ndio shida yangu ilianzia. Kuanzia Januari hasi kitu sasa ikaanza kufura tu. Na bado unarudi kwa kinyozi? Hata sikuwa naenda sasa hata kwa kinyozi. Kama saa hii nanyoa na makazi. Kufura hivyo ikafika mahali imetoboka, shimo iko katikati. Na inatoa uza. Hata usiku silalangi. Ulienda wakati huo kwamba umesema kwamba umepata shimo imetoboka, ulienda hosi? Nilienda hosi. Ilikuwa aje? Walikuambia aje? Nilienda hosi, nilienda Mbagathi. Kwenda Mbagathi wakanituma Kenyatta. Kenyatta wakaniandikia barua, nikaenda Nairobi West kupigwa picha. Kupigwa picha ndio wakaniandikia tena barua nyingine, nifanye booking ya kuruti kukata nyama. So umeambiwa nini? Nimeambiwa ameniambia ni growth, hata picha zenyewe niko nazo hapa. Nataka kujua Albert, kitambo ifike hivyo. Si lazima ilikuwa ina grow. Unatafuta msaada, unauliza hii ni nini, nipatie hiyo. Kweli niliuliza msaada. Kwanza nikaambiwa labda inaweza kuwa ni vitu za nyumbani. Labda mtu amekutumia ugonjwa wa kienyeji. Na kweli nikaenda nikanunua dawa ya kienyeji, nikakunywa. Lakini kunisaidia. Uliambiwa ni vitu gani sasa paka ukakunywa hiyo dawa? Niliambiwa tu labda ni hizi vitu za kutubia zenye zinafuranga hizi. Nini? Mauchawi? Nikaona labda tu niende niangalie labda ni ya uchawi. Wapi? Ukienda kwa nyumba yangu ni kama supermarket ya madawa. Kwa nini? Nimekunywa madawa mingi sana. Iko dawa ya hii kufanya hii? Kila dawa iko hapo. Kila mtu anakuambia tumia hii. Lakini sasa niliamua nikasema huwezi jua baadaye unaweza fika mahali upate umeshindikana na ukufie kwa njia. Hata nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi nilikuwa na Marvin. Kutoa Marvin wakati wa saa 7 kukula lunch. Niliona matutu zinatoka kwa kichwa wangu. Kwanza nikasema hata Mungu hayuko. Si uongo. Naumia sana. Ukisema kwamba ulisema Mungu hayuko, ilikuwa ni kitu gani ilikuhiti ukasema Kweli mimi nimepitia maisha ngumu. Inafikanga mahali kichwa wangu, inafika tu mahali saa 7 usiku.
damu inaanza kutoka mingi sana, mingi kwa kichwa. Sasa hata bibi yangu ndiye anajaribu kunisaidia, anaweka pamba, damu haisimami. Mpaka nasema hata Mungu ni kama Mungu aliniacha. Si uongo. Lakini nilifika mahali nikasema wacha nishike kanisa. Huwezi jua yenye Mungu anapanga. Na kweli Mungu anatenda. Walisema ukiamini Mungu atatenda chenye unataka. Sikujua kama ningefika hapa. Na sikujua kama naweza pata usaidizi kwa watu wengine. Inshallah utapata leo. Kwa mtazamaji anayekutazama, Albert, mwelezee unapitia yapi wewe? Ukiamka unasikia aje? Yaani maisha yako tu. Mimi kwa maisha yangu kweli nikilala kichwa inaniuma sana, hata siwezi lala. Nasungukana tu kwa nyumba, nalala kwa floor, naenda nakaa kwa kiti mpaka asubuhi. Kitu ya pili, mimi nimekaa mwaka mzima bila kulipa landlord. Na landlord amefika mahali ameniambia sasa itapiti uhame. Siwezi kaa kwa nyumba zangu bila kulipa. Na rent ni pesa ngapi? Rent nalipanga ngirine. Ngirine. Sasa nikasema hata nikipata tu mtu anaweza nisaidia kujitolea tu anipeleke hosi, naweza furahi sana. Na Mungu atambariki na atamuongezea. Na hata mimi nikivona kama naweza pata kazi, naweza okolea mwingine. Ukisema mtu akupeleke hosi, hiyo hosi ni pesa ngapi na umeambiwa nini kuhusu hiyo growth na madaktari? Kulingana na hiyo growth wameniambia ni 1600, sababu kama saa hii naenda kukatwa nyama. Walikuwa wameniambia nitafute ngiri 100 cash. Lakini mimi siendi kazi, niko na brother yangu hapa. Hata yana kazi. Masista zangu hawana kazi. Tunajaribu mbele hivi tulichanga pesa. Na hiyo pesa tulichanga pesa ilifika kama ngiri 100. Nikatuma Nairobi West kupigwa picha, nilitumia 53,000. Wakasema ni nini hiyo picha, ikasema ni nini? Picha ilionyesha tu ni growth. Hata niko nayo hapa. Yenye inahitaji kukatwa. Wakaniambia kitu ijafika kwa ubongo, iko juu kwa nini kwa sky. Na wakati hiyo nyama inamea, Albert, unasema kwamba kuna ndugu zako. Ndugu zako walikuwa nakwambia nini ukiwaambia kwamba mimi sioni kama niko sawa? Ndugu zangu nilikuwa nawaambia, lakini si unajua kwa hii maisha, kama ndugu yangu mwenye tuko naye hapa, yeye ako na ugonjwa ya fiko. Hata inafaa fanyiwa operation, fiko zake zote zimefaili. Sister yangu mwingine alipata ajali ya mguu akavunjika. Sasa hata hao si wa kutegemea sana. So huyu ndugu yako mwingine pia anahitaji msaada wani? Anataka msaada ya kufanyiwa operation fiko zake. Amepata mtu wa kumdonetia figo? Sijui kama amepata. Tutamuuliza siku nyingine, tutamuita katika nini Shajara tuweze kuzungumza naye. Changamoto ambazo unazozipata kwa hivi sasa, Albert, ni changamoto za aina gani? Maanake wanasema kwamba wewe ulikuwa ni mtu wa kupiga maplasta. Je, bado unaendelea? Kwa saizi huwezi tena? Kwa saizi siwezi, sababu nikivaa kama kitu kama helmet damu inatoka. Nikijaribu kupiga, sababu unajua plasta ukipiga unajaribu kupiga na nguvu. Na unatumia nguvu mingi. Ukifanya hivyo unapata hata ukienda kulala kichwa inakuuma. Kweli mimi natafutia familia yangu, niko na mtoto mmoja na bibi. Lakini sasa hata nikiwatafutia mimi mwenyewe kichwa inaniuma. Nilipita tu nikae kwa nyumba, bibi yangu afanyi kazi, mtoi niko naye, hata school fees sijamlipia. Na bibi anasema aje? Bibi yako hata hakuna venye anaweza fanya. Hafanyi kazi? Kazi yenye anafanyanga tu ni kushikilia tu mtu kibarua, kufulia mtu, hivyo tu. Okay. So ungependa kuambia nini watazamaji? Kitu yenye naweza ambia watazamaji wa Citizen,
kitu yenye mnaweza nisaidia tu, kama mtu ako na kitu yenye anaweza niokolea, ama kuna mwenye anaweza jitolea kunipeleka hosi, naweza furahia sana. Sababu hata nafikanga mahali nalia sana usiku. Hata hii bandage nikitoa, watu wakiangalia, hata huwezi kula nyama. Huwezi. Mimi kitu yenye naweza waambia tu, mnaweza nisaidia, Mungu atawabariki. Yenye uko nayo, unaweza nisaidia. Albert, kuna mtu anauliza hapa, imekuwaje umesubiri muda huo wote kitambo ifike mpaka imefika mahali imefika? Ama ulipuuza mwanzo? Ama ilikuwaje? Ilikuwa tu kadogo. Na hiyo kitu venye ilikuwa ndogo, ilikuja ikakuwa hivi kidogo, ikubwa kidogo, ikapotea. Kupotea, sasa huku kwote kulikuwa kumepotea. Nywele imemea tu vizuri. Ikabaki hii yenye iko hapa mbele. Kupaki hii, ikazaa hizi zingine zote. Kuzaa hizi zingine zote, sasa ndilileta shida kabisa. Nikaona, nikivumilia hivi, mimi naona maisha yangu ni ya muhimu hata kushinda kufanya kazi. Hapo ilikuwa ni kidogo kidogo. Ilikuwa tu kidogo. Na sasa hii imezaa hizi zingine. Sababu huku imefura, huku imefura, hapo imefura. Hapo katikati ni shimo peke yake tu. Na uzai inatoka ndani. Na mahali ambapo ulikuwa unafanya kazi, mahali ulipata accident hiyo, je, ulimwambia labda mwajiri wako? Niliambia mwajiri wangu, akaniambia kama ingekuwa hiyo kitu imetoka damu, wangenisaidia, lakini imekaa kama miezi 3. Hawezi jua kama nimeumia, kama niko nje ama ndani. Muda umepita. Hivyo ndio waliniambia. Na sasa changamoto gani ambazo unazozipata apart from kazi, kwamba huna kazi? Kwa ile jamii ambayo unaishi nayo, unapitia changamoto gani? Changamoto yenye napitia kitu enafikirianga tu kwa maisha yangu nipone, alafu kitu ya maana mtoto asome. Hata nafikanga mahali na hata sitakangi kufikiria. Maisha yenye napitia ni ngumu sana, si kwa ubaya. Ugumu aje? Mtazamaji elewe, ndio aseme acha tumsaidie Albert. Maisha yenye napitia ni ngumu. Kweli mkiona tu venye hii kitonde nakaa, hata mwenye anakulanga nyama haizi kula. Utasema tu hata afadhali nikae miezi kama 3 bila kukula nyama. Lakini bibi yangu amevumilia, hakunitoroka. Venye hakutoroka, nafurahia sana. Kuna wanawake wengine wakiona mabwana zao wanakonjeka venye mimi nakonjeka, wanaweza wakakutoroka. Lakini bibi yangu amevumilia na mimi, hata damu itoke, yeye ndiye alikuwa ananifanyanga dressing kidogo kidogo. Lakini ifika mahali imesiti, nikaamua niende Kenyatta. Ilifika wakati Albert uliona kwamba labda mke wangu ukaogopa atatoroka? Nilifika mahali hata namwambianga, bibi yangu, hata kama nilikuoa, sijaiona mwanamke kama wewe. Akaniambia ina shida, wewe ni mzee wangu, wewe ndio umenioa. Wewe ndio umenioa, lazima tu nikufe na wewe. Hapati shinikizo kutoka kwa marafiki, mbona unakaa na huyu? Akakwambia huyu amesema 1 2 3. Marafiki, kuna marafiki wanamwambia kama wewe umevumilia na bwana wako na hii kitu iko hivi, kweli wewe ni mwanamke, ulikuwa unatamani ndoa. Ingekuwa mwingine angekuwa ametoroka. Kwanza aone tu hiyo kitu venye iko. Ni ngumu sana. Mara ya kwanza Albert kuiona, ni kitu ambayo iko juu ya kichwa chao. Nani alikuonesha? Mke wako alikuonesha? Mara ya kwanza kuiona hiyo kitu, peshta yangu Mkisii anaitwa Dominic. Aliniambia, kwani kitu gani imefura kwa hii kichwa yako Albert? Nikamwambia,
si ni kitu ya kawaida tu labda. Akaniuliza kwani ni uroki? Nikamwambia hapana. Kidogo kidogo tu hivyo ikakaka. Ilikuwa siku ya kufunga kazi Disemba hapo. Kukakaa hivyo ikakuja ikafura. Ikakuja tena ikapotea. Kupotea ikakuja tena ikarudi tena. Sasa ndio ikakuwa kubwa kabisa. So mara ya kwanza wewe kuiona kwa kioo ukaona hii? Niliona kwa kioo mpaka nikashtuka. Hata sitakangu kuiona. Sitakangu kuiona. Bibi yako alikuonyesha? Bibi yangu alinionyesha. Mpaka mapeshte zangu akaniambia tutakufa tu na usijali. Hata kama ni msaada tutajanga hata kwa pole mbao 50 tukusaidia mahali. Na kweli hivyo ndio wanafanya mpaka leo. Wanajanga. Na kweli mapeshte zangu mnafanya vizuri kunisaidia, kunichangisha hata mbao 30. Mimi nawapenda sana. Mtaa wenu gani Kibra? Wapi? Kibra Unduku. Wanafanya vizuri kunisaidia. Kama si hao singepata hata pesa ya dawa, hata kuingia Kenyatta. Ukiingia Kenyatta ukienda kliniki lazima utoe 1500. Hao ndio wananisaidia. Kuna mmoja hapa nauliza, Albert, unadaiwa rent ya pesa ngapi? Rent wananitai 48,000. Ya muda gani? Mwaka mzima? Mwaka mzima. Na haujalipa hata shilingi moja? Bado sijalipa hata shilingi moja. Mbali na hiyo Albert, madaktari wanasema kwamba umesema kwamba unatumia dawa. Unatumia dawa za nini na dawa gani? Kuna dawa za nilitumianga, kuna dawa za nilikuwa natumianga mara ya kwanza. Hazikuwa zinanisaidia, lakini vile nilienda Kenyatta walinipatia Panadol. Na kuna ingine hapa jina yake ndio nimesahau kidogo. Ni dawa 3. Hizo nikimeza nasikianga kama niko at least kidogo. Inakutatiza na kuona ama macho? Haina shida? Au sikii uzito? Umebeba kitu kizito kwa? Nasikianga uzito. Sasa hata venye nimetoa hii naona tu kama niko na hii kofi kwa kichwa. Unahisi kwamba kuna kitu kwa kichwa chako? Na matarajio yako ni yapi ukitoka hapa? Unahisi nini kwa mtazamaji? Maanake umesema kwamba umeshukuru sana kufika hapa. Lazima una matarajio. Unahisi kwamba labda ukitoka hapa moja kwa moja utaenda katika hospitali ya Kenyatta uweze kufanya operesheni. Na hao madaktari ambao umeweza kuzungumza nao Albert, wanasema kwamba ni kitu ambacho kinaweza fanyika? Ama daktari wenye tumezungumza nao wamesema ni kitu yenye inaweza fanyiwa operation. Si ati ni kitu yenye iko kwa ndani ya upongo. Hivyo ndio waliniambia. Na hii kesi yako wanasema ni kesi ambayo ishawahi kuwa ama hii ni kitu ambacho wao wenyewe hawajakiona? Kuna wengine hata vile nilikuwa huko nikifanyiwa dressing, kuna mwenye ako na growth kwa kichwa, lakini yangu ni ile ya kufura, nimepasuka. Yako ni kidonda. Yake iko kwa akili. Sasa yake venye iko kwa akili imefanya achielewi, anakaa kama chizi. Achielewi. Alafu napata anatapika, akikula anatapika. Hata kutembea ni shida. Lakini mimi natembea, naweza enda choo, naweza enda kila mahali. Na sitapiki na nakula. Na usikii kisunzi? Uko sawa kabisa? Ni hiyo growth tu ndio matatizo? Hiyo ndio shida tu. Na imekuzuia mambo mingi sana? Imenizuia hata kwenda kazi. Kama saa hii ningekuwa nimefanya vitu zangu hata nyumbani. Sababu mimi kweli, kusema ukweli, maadhe nyumbani ni mgonjwa bado. Na mimi ndio kijana mdogo na muokoleanga. Na maadhe anajua condition yako? Anajua. Ulivyomwambia alisemaje mama? Nilimwambia, akaniambia tu kijana wangu, kama una usaidizi we kuja tu nyumbani. Kama Mungu alipanga utakufia huko ni sawa. Kama alipanga utapona ni sawa.
utapona. Sasa kwa neno la mwisho kwa mtazamaji, naona nambari yako imeweza kuwekwa hapo 0748056026 ya Albert. Zungumza na mtazamaji, neno lako la mwisho, kumwambia kwamba unahitaji usaidizi wa aina gani. Najua ushaisema, lakini naomba sasa useme na urefu zaidi. Mtazamaji wa Citizen TV, najua mnaniona kila mahali Kenya mzima. Kitu yenye naweza omba tu, mnaweza nisaidia. Hata kama mwenye ako na kidogo anaweza nirushia kwa simu. Si lazima upange pesa mingi, milioni 1 ama 1500 ndio sema ati nataka nisaidie huyo jamaa. Hata kama uko na 50, 100, 200 unaweza nitumia. Mwenye anaweza nijitolea kunipeleka hosi, naweza shukuru, na bado wenye wananitumia na washukuru. Mungu ataongezea kitu kingine kwa mfuko wenu, muwezi kosa kazi na mtapata mingi. Na nawaombea Mungu awabariki wenye watanisaidia. Mungu aongezee pesa mingi sana. Msikose kazi na msikose pesa. Mimi nikipona itakuwa ushuhuda yangu. Citizen walinisaidia, ule mtazamaji alinisaidia. Nitakuja tena, ndarudi hapa nikuja nisema asante venye wamenisaidia. Na mtazamaji, ndio kilio chake Albert. Anasema kwamba na umri wa miaka 31 na hivi sasa amejitwika mzigo ama ametwika mzigo ambao haukuamkia wala kuulalia. Mtazamaji, ndio hali yake kwa hivi sasa. Anahitaji operesheni. Anasema operesheni yenyewe inakimu takriban shilingi 600,000 na ukiangalia maisha yake anasema hajafikiria kama atawaipata pesa hiyo maishani mwake, na licha hayo ni kwamba bado anadaiwa rent huko Kibra. Lakini licha hayo pia mtoto wake pia anahitaji kwenda shule, lakini kwa hivi sasa tunaangalia afya yake. Mtazamaji, ni kwamba anahitaji usaidizi. Tukimsaidia na afya yake, basi familia yake itakuwa shwari, itakuwa nywee. Akiwa na ndugu yake hapa pia ameweza kumleta, na pia ameweza kutuambia kwamba ndugu yake, kumradhi, haisi vyema, ni kwamba kidney zake zote zimefail, na nina imani kwamba tukiwa na producer kwamba tutaweza kuwa naye wiki ijayo kwenye Shajara siku ya Ijumaa. Lakini kwa hivi sasa mtazamaji, kwa yule yoyote aliyeguswa na kisa cha Albert, kama mnavyomuona ni kwamba hiyo ndio hali yake kwa hivi sasa. Angetamani sana kufanya mengi, lakini hali yake haimruhusu. Matatizo yanayomsonga mtazamaji yamemfanya kwamba hawezi kufanya mambo mengi, na anasema kwamba na mke ambaye amemvumilia, na ukiangalia ni vijana wadogo, ni kijana mwenye umri wa miaka 31, ana ndoto, ana maono tofauti mtazamaji. Kwa hivi sasa, kwa yule ambaye anaguswa kwa kile kidogo ulicho nacho, naomba tumsaidie Albert siku ya leo kupitia nambari yake 0748056026, 0748056026, na imani kwamba akitoka hapa pia atakuwa ni mwenye kutabasamu. Mtazamaji, kwa hivi sasa tunapumzika kidogo, lakini baada ya muda usio mrefu tutakuwa naye DJ Dede. Usende mbali.